Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo mapato yake ya ndani ni zaidi ya bilioni 27, na tukikusanya vizuri tuna uwezo wa kuvuka mapato hayo vizuri kabisa bila wasiwasi. Endapo tutasimamia mapato yetu vizuri, maana yake mitambo hii tunaweza tukanunua hata zaidi, tukawa na seti mbili, kila jimbo likawa na seti yake na wananchi wakapata faida nzuri zaidi, kwa sababu wametumia bilioni 1.3. Mwaka huu tukipambana tukikusanya bilioni nyingine, tunaweza tukapata seti ya pili, jimbo la Ubungo tukawekeza pale kwenye kata zetu 8 na huku pia ikabaki na tukapata matokeo. Mheshimiwa Waziri, haya alikuwa pia ni maelekezo ya mkuu wa mkoa. Mkuu wetu wa mkoa alituelekeza sisi wakuu wa wilaya, kwanza tuachane na kufikiria kidogo kidogo, twende tukafikirie miradi ambayo inaweza ikaleta tija, lakini miradi ambayo inatatua changamoto za wananchi. Concept ya mkuu wa mkoa ni kwamba uwekezaji tunaoufanya uende ukatatue kero iliyopo kwenye eneo letu. Huwa nawaambia wakuu wa wilaya pamoja na watumishi wote kwamba ukikuta una mkuu wa wilaya, una mkurugenzi na baraza la madiwani, fikra zao ni kujenga viframe vya maduka kama ndio uwekezaji, hao hawafai hata kuwa wenye viti wa vitongoji. Lakini hiki unachokiona Mheshimiwa Waziri ni brilliant ideas ambazo tunaanza kuhama kutoka kwenye kuwaza vitu vidogo kwenda kwenye kuwaza vitu vikubwa vyenye maslahi mapana kwa Watanzania. Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais, moja ya jambo ambalo analisisitiza ni mifumo kusomana. Sasa na sisi hapa Ubungo tunachokisisitiza ni watumishi na wananchi mifumo yao kusomana, kwa maana kwamba ili yawe maendeleo lazima yaakisi vitu vikubwa vitatu. Yawe ni maendeleo kwa ajili ya watu, yawe ni maendeleo yanayoweza kuchangiwa na watu, na yawe ni maendeleo kwa ajili yao wenyewe. Ni vitu kama vitatu: by the people, for the people, of the people. Mahali pengine kupeleka mitambo hiyo wanaweza sione kama kuna tija, lakini tija hii ipo kwa kuwa ni maendeleo ambayo yanaakisi moja kwa moja yale matatizo ambayo ni ya Watanzania. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, nafahamu kwamba wewe ni waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu. Leo hapa Ubungo hatuna mkurugenzi. Mkurugenzi aliyekuwepo amestaafu. Tumemleta mkurugenzi baada ya kufanya vetting, angalau aweze kukaimu kwa kipindi ambacho mamlaka inaweza kuleta mkurugenzi mwingine. Kama mkuu wa wilaya nimezungumza naye zaidi kama mara mbili, waheshimiwa madiwani kupitia meya amezungumza pia kidogo kuhusiana na aliyeletwa kuwa kaimu mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri, ninafahamu kwamba kazi ulionituma hapa kwenye huu mkoa na kazi ambayo Mheshimiwa Rais ametuma, hatuwezi kufanya makosa kufanya peruzi ya kina kuhusu sifa za mtumishi wa umma kukaimu nafasi ya mkurugenzi. Ikikupendeza na ikaona inafaa, tukuombe basi Mheshimiwa Waziri utupelekee salamu ya kwamba kama inawezekana basi abaki huyo huyo aungane na wenzake ili kuendelea kuwa mkurugenzi wa Manispaa ya Ubungo. Mheshimiwa Waziri, tunachokizungumzia hapa sio mkurugenzi ambaye ni mali ya mkuu wa mkoa, hapana. Wala sio mkurugenzi ambaye ni mali ya rasi, hapana. Wala sio mkurugenzi ambaye ni mali ya wakuu wa idara au mali ya madiwani, hapana. Tunazungumzia mkurugenzi ambaye ana rationality kubwa, anaunganisha watu, hayaoni mabega kama ngao ya kuvuka ng'ambo, ana kauli kwao, lakini anafahamu vizuri msingi uliopo kati ya central government na local government. Nini maana yake?
na anafahamu vizuri namna ya kuibeba taswira ya Local Government Authority katika ngazi ya wizara kuipeleka kwa wananchi. Hiyo ndio sifa ambayo tungetamani iwe ndio mnyororo unaojiunganisha wa kupata watumishi sahihi katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Kutoa bilioni 1,580,000 na 682,000 si uamuzi mdogo, ni uamuzi mkubwa. Lakini kubwa zaidi ambalo mmelifanya ni kutatua changamoto kubwa inayowakabili hapa, na changamoto kubwa inayowakabili kwa sasa mojawapo ni barabara. Mvua ni baraka. Mimi pia ni diwani, mimi pia ni mbunge. Nikitoa simu yangu hapa, simu nyingi zinanikumbusha barabara ya kutoka Kiegea kwenda Masombawe, mvua. Barabara ya kutoka Mvumi kwenda Ngege, mvua. Barabara ya kutoka Dumila kwenda Mkundi. Kokote kuna changamoto hizi, kwa sababu mvua imekuwa baraka, lakini imefanya nini? Imeleta changamoto. Kwa mimi nikiangalia mitambo hii ambayo leo naizindua, inanipa jambo kwenye kikao kijacho cha baraza la madiwani la halmashauri ya Kilosa kulifikiria. Na nikawaambia kwa nini tulikuwa tunasita. Tulikuwa tunasita kwa sababu mara nyingi mitambo hii ikinunuliwa kwa gharama kubwa sana, isiposimamiwa vizuri inakuwa haina tija. Inakuwa haina tija. Baada ya muda imeharibika. Baada ya muda hakuna anayeona anawajibika. Sasa mimi nimewasikiliza taarifa yenu. Nimeweka mambo mazuri sana ambayo baadaye nitayaeleza. Hiyo ndio sababu kubwa. Lakini kwa mfano huu wa Ubungo, naanza kupata mwanga wa jinsi gani halmashauri zetu zinaweza zikanunua mitambo kama hii. Mtandao wa barabara ni mkubwa, na nichukue nafasi hii kuwapongeza sana TARURA na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuipa TARURA fedha nyingi. Lakini mtandao wa barabara wa nchi hii ni mkubwa. Nchi hii ina kilomita za mraba 945,040. Sitaji nchi za Kiafrika ili nisije nikaleka vibaya. Lakini ukubwa wa nchi hii unaingiza Uingereza yote na Ufaransa yote, na eneo linabaki. Nchi hii ni kwa ukubwa ni mara 4 ya Uingereza. Na ninaposema Uingereza ni England, Wales, Scotland na Northern Ireland. Sababu wakati mwingine tunasahau hilo. Kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma ni kilomita 1,300. Si vizuri kulisema hapa. Mtu anayeondoka kwa ndege Dar es Salaam kwenda Nairobi kwa ndege hiyo hiyo, na anayetoka Dar es Salaam kwenda Kigoma, wa Nairobi atafika, atarudi, wa Kigoma bado yuko angani anaenda Kigoma. Ni ukubwa wa nchi hii. Wakati mwingine tunasahau kwamba nchi hii ni kubwa. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.